Mheshimiwa Rais, Kiswahili umekuwa ukikipa uzito hali ya juu na kusukuma duniani, na katika chuo kile walichokupa shahada ya heshima jana, wameeleza namna gani wamekuwa wakitoa nafasi kwa wale wanaofanya vizuri kusomea Kiswahili. Ni kwa kiasi gani sasa Kiswahili chetu kitapata nafasi katika nchi hii ya Urusi au ukanda huu wa Mashariki? Asante. Jawabu sana. Ukweli kwamba kile chuo kinafundisha Kiswahili, basi Kiswahili kimepata nafasi. Na jana nilikutana na mama mmoja, mwalimu wa Kiswahili, ni Mrusi, anaitwa Natalie, ambaye ndio anaandika vitabu vyote vinavyofundisha Kiswahili kwenye vyuo vya Kirusi, na alinipa kitabu kimoja jana mfano. Kwa hiyo, lakini hata ule rais wa kile chuo cha Rudin University alikuwa ananiongelesha Kiswahili. Kwa Kiswahili kimeenea. Hata nilipokuwa nikitoka, waandishi wa habari na vikamera vyao, shikamo mama Samia, shikamo. Unajua kwamba Kiswahili kinaenea. Kwa Kiswahili kimepata nafasi pamoja na kwamba UNESCO ambayo iko Ufaransa ndio imekuza Kiswahili kukifanya lugha ya kimataifa, lakini sasa mataifa yanakichukua na kusomesha. Sasa na sisi tumewahakikishia kwamba na sisi tutafundisha Kirusi ndani ya vyuo vyetu, na chuo kinachofundisha lugha ni UDOM. Kwa hiyo tulikuwa tunaongea na waziri wa elimu kwamba sasa UDOM ijitayarishe kufundisha Kirusi ndani ya chuo chake. Tukifundisha, uwekezaji wote huu Urusi waliojipanga kufanya Tanzania watapata watendakazi ambao lugha zinaelewana. Lakini nyingine, vijana wa Kitanzania wakisoma na kitoka nje, kuna mfuko wao wa vijana unaowawezesha kufanya biashara. Air Tanzania ipo. Ni rahisi Mtanzania kupanda Air Tanzania kuja hapa, akabishana na Mrusi, wewe akachukua vitu vyake akarudi, akaja akatuzia. Kwa hiyo faida kubwa.